Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu. Leo ni siku ya Jumatatu ambapo tunaenda kujiweka wakfu katika uwepo wa Bwana kwa ajili ya wiki hii. Na katika ulimwengu wa roho nilikuwa ninaangalia wiki hii, nikaona utulivu mkubwa sana katika wiki hii. Ni wiki yenye utulivu sio kawaida. Ni wiki ya matuo, ni wiki ya matuo kwa wale ambao wamekuwa kipitia changamoto ya akaunti zao, fedha zao kupitiliza tu, zinapita kama zinapita njia. Wiki hii ninaona matuo, na nitataka mtu ashuhudie neno hili ambalo linaachiliwa kwako, na maono haya niliyoyaona. Nataka mtu mmoja ashuhudie kwamba ni Bwana amesema na yeye. Kwa hiyo wiki hii angalia, utakuwa na matuo mengi sana katika kazi za mikono yako, katika biashara zako, na mahali popote utakapoenda kufanya jambo lolote patakuwa na utulivu, na fedha yake itakuwa na matuo sana. Kupitia matuo hayo ninaona kuna watu wataanza kuondoka kwenye madeni, wataanza kulipa madeni. Ninaona neema ya utulivu usio kawaida. Lakini pia ninaona utulivu, hakutakuwa na stress. Wiki hii imetulia sana, ambapo endapo kama utalinda kuendelea kusikia yote yanayoachiliwa kwenye ibada za asubuhi za Anza Siku na Bwana, ina uwezekano mkubwa kabisa huu utulivu ukawa ni wa muda wote, na ukaendelea kuwa na utulivu, na ukaendelea kuwa na matuo moja kwa moja. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni cha wiki hii tu, lakini wale ambao watashikilia kusikia na watapenda kumsikia Mungu sana pasipo kukosa, ni dhahiri kabisa kwamba utulivu huu utaendelea muda wote. Lakini tunaenda mbele za Bwana kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki hii sasa, kwa ajili ya kubarikiwa. Kwa ajili ya kubarikiwa. Huwa tunasoma katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 32 na ule mstari wa 29. Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Kuna baraka za kila siku, na katika kila wiki zipo baraka zilizoamriwa. Hizi baraka zimeamriwa na Bwana, na ni baraka ambazo zimeamriwa kwa neema. Ila shetani huwa anaanza kupambana na kila kitu kilichoamriwa kwetu. Shetani huwa anaanza kuhakikisha kile kitu hakifiki kwetu. Hivyo njia rahisi ya kuhakikisha tunamshinda shetani juu ya zile baraka zilizoamriwa kwa wiki ile ni kujiweka wakfu kwa Bwana. Halafu namwambia Mungu, unitenge. Kuwekwa wakfu ni kutengwa. Nitenge kwa ajili ya kubarikiwa, nitembee na hizi baraka ambazo umezikusudia kwangu kwa wiki hii. Adui asipate kuniona, na hata akiniona aone kuwekwa wakfu kwangu, asiniguse mimi na watoto wangu, mimi na mali zangu, mimi na biashara zangu, mimi na kazi yangu, mimi na nyumba yangu. Kwa hiyo utaona neema ya Bwana ikisogelea kwenye kila kona ya maisha yako, kwa sababu umejiweka wakfu kwa Bwana. Lakini kama vile Mungu anavyoachilia baraka zilizoamriwa kwa wiki, vivyo hivyo shetani na ubaya wake huwa anaachilia pia, na alicho nacho yeye ni ubaya. Anaachilia ubaya kwa ajili ya wiki. Anaachilia roho za ajali, roho za mauti, anaachilia kila uharibifu, stress kwenye familia, magomvi, faraka kwenye ndoa, vyote hivyo anaviachilia. Amewaandaa makahaba wa kuja kumshikilia mme wako, ama ameandaa uharibifu kwa mke wako. Yani mambo yameachiliwa, na shetani anaachiliwa kwa nguvu yote na uaminifu wake wote wa uharibifu. Kama ambavyo Mungu wetu ana uaminifu wote kwa wema, shetani na yeye huwa ana uaminifu kwa uharibifu wake, kuhakikisha kwamba anauachilia kila siku na hachoki. Na ndio maana Biblia inatuhimiza kuendelea kumpinga shetani, naye akae mbali nasi. Kwa hiyo njia rahisi ya kumpinga shetani ili akae mbali na baraka zetu ambazo Mungu ametupa wiki hii ni kujiweka wakfu kwa Bwana. Kumwambia Mungu, peke yetu hatuwezi kwanza tu kupigana na kila kitu ulichokiweka mbele yetu. Lakini tunapotengwa, tunapowekwa wakfu, basi adui akija anaona ya kwamba hatushikiki, wala hatudhuriki, wala hatugusiki kwenye
himaya ya uharibifu wake. Kwa hiyo tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana, lengo lake ni kuzibeba zile baraka Mungu alizozikusudia. Mtu mmoja akawa ananishuhudia, ananiambia, baba, hii hali ya kujiweka wakfu nilikuwa siielewi, lakini alipoanza kujiweka wakfu kwa Bwana, natoa na sadaka zake za kujiweka wakfu kwa Bwana, akaanza kuona biashara zake zimefunguka. Sasa huyu namsifu kwa sababu ni mtu anayesoma nyakati na majira na matukio. Lakini yamkini kuna mwingine asiweze kusoma vyote hivyo. Yeye anaona tu mambo yanaenda, yeye anaona tu mambo hayaendi, hajui kwa nini yanaenda, yasipoenda hajui kwa nini hayaendi, anadhani tu vitu vinatokea, lakini hakuna kinachotokea ambacho hakikutengenezwa katika ulimwengu wa roho. Ukiona kuna uharibifu umetokea kwako, ujue uharibifu ulitengenezwa katika ulimwengu wa roho. Ukiona kuna baraka, ujue zimetengenezwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo moja ya njia ya kutengeneza baraka zako zikufikie katika ulimwengu wa roho ni kujiweka wakfu kwa Bwana. Na Mungu akitaka kusema na watu wake, alikuwa anataka wajiweke wakfu kwa Bwana. Mungu akitaka kuwabariki watu wake, alikuwa anataka wajiweke wakfu. Kujiweka wakfu ilikuwa ni demand ya Mungu kwa watu wake pale anapotaka kuwabariki. Lakini kizazi cha leo hakina uamsho wa kuangalia vitu kwa umakini vilivyoandikwa kwenye maandiko. Lakini Bwana atatusaidia kuachilia uamsho ndani yetu, kwamba tuanze kuyachunguza maandiko na kujua maana ya vitu vilivyotamkwa kwenye Biblia, Mungu alivyokuwa akiviongelea mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na maana ya uamsho. Kwa nini Mungu anaongelea sana habari za uamsho? Anapoongelea uamsho, Mungu analenga nini? Yaani hivi ni vitu muhimu sana ambavyo muumini anatakiwa aelewe, kwamba maandiko yanapoongea hivi ama Mungu anapoongea hivi, amelenga kufanya kitu gani? Kwa hiyo tunapoenda kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki hii, huwa unajua kuna kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa roho huwa unakifanya. Na yamkini kabisa tupo hai leo kwa sababu ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Yamkini tupo hivi leo, tupo salama hivi, tuna viungo vyetu vyote. Ujue kuna namna Mungu ametusaidia, tumelindwa na Bwana kwa kujiweka wakfu. Tuko hai, watoto wetu wako hai, ni kwa sababu ya kujiweka wakfu. Ujui tu kwamba biashara yako ziko hai kwa sababu ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Lakini unaweza ukajishangaa ya kwamba kama hauweki wakfu kwa Bwana, yamkini kuna mahali ungekuwepo kama ungekuwa unajiweka wakfu kwa Mungu wetu. Kuna mahali ungekuwa uko mbali sana. Kwa hiyo kuna namna ambapo yamkini kuna mambo yametokea kwa sababu ya kutokujiweka wakfu kwa Bwana. Sasa mara nyingine Mungu huwa anazuia vitu kwa neema kwa sababu mtu hajapata taarifa. Lakini unapopata taarifa za ufalme namna hii, tayari Mungu anatarajia wewe uende ukayaishi yale unayoyasikia. Ujiweke wakfu kwa Mungu, umtegemee yeye peke yake. Kwa hiyo tutaenda mbele za Bwana kujiweka wakfu kwa Mungu wetu juu ya vitu vinavyotuzunguka, juu ya baraka alizoziamuru, malango yetu yakawe wazi, vichwa vya malango yetu vikafunguke, mfalme wa utukufu apate kuingia na baraka, tupate kubarikiwa na kutembea kwenye neema. Kwa nitaenda kuomba wakati huu na utamshangaa Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya wiki njema uliyoiachilia, ya wiki ya pili ya mwezi huu wa 3, ambapo Mungu umedhamiria kutubariki sana. Roho Mtakatifu, asante kwa neema hii, Mungu wetu, ambapo tunaianza wiki ambayo tayari Mungu umeziachilia baraka kwa ajili yetu. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya zile baraka zilizoamriwa kwetu, ambazo we Mungu umeziachilia kwa ajili yetu. Tunazipokea hizo baraka kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunapokea neema kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu, tukatengwe na giza lote, tukatengwe na mipango yote ya nguvu za giza, tukatengwe na hila zote za Lucifer na malaika zake. Wakapate paralysis, wakatulie kimya, wakanyamaze
kimya. Tuna paralyze kazi zote za giza kinyume na maisha yetu, wakakae kimya katika jina la Yesu. Nguvu za giza, uchawi, ukakae kimya. Usinyanyue mkono wake kuleta uharibifu kwa mtoto wako anayenisikia wakati huu, wala kwa ajili ya maisha yake, wala kwa ajili ya watoto wake, wala kwa ajili ya mahusiano na ndoa yake, wala kwa ajili ya biashara zake. Mungu aliye hai, adui asipate nafasi kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante tunapojiweka wakfu kwako. Zipo baraka ulizoziamuru, zipo baraka zilizoamriwa ambazo Mungu umeziamuru kwetu. Baba, ninaomba mtoto wako anayenisikia akatembee kwenye baraka. Ninambatiza katika baraka zilizoamriwa kwa ajili ya mtoto wako huyu. Akatembee kwenye neema uliyoachilia wiki hii. Mungu umesema na mimi ya kwamba wiki hii ni wiki ya matuo. Umenionyesha jinsi ambavyo wiki hii ina utulivu, lakini umeonyesha kwamba hata fedha zitakazoingia kwa watoto wako zitapata utulivu kwenye akaunti zao kwa sababu ya ile nguvu na upako wa matuo. Mungu aliye hai, umenionyesha kwamba hata watoto wako watakuwa kwenye hali ya utulivu pasipo stress. Baba, ninakushukuru. Tunajiweka wakfu kwenye mafuta ambayo umeyaachilia wiki hii. Tunajiweka wakfu kwenye maono ulionipa. Tunajiweka wakfu kwenye nguvu hiyo ambayo unaiachilia wiki hii ya matuo na kutulia na utulivu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa maana wakati wa utulivu magonjwa nayo yanaondoka kwa sababu ya kupisha utulivu unaoendelea. Wakati wa utulivu madeni yanaondoka kwa ajili ya kupisha utulivu, upako wa utulivu ulioachilia kwa watoto wako. Mungu aliye hai, asante kwa maana watoto wako hawatabaki kama walivyo. Watafurahia kukujua we Mungu wa kweli unayejibu kwa moto. Watafurahia kutembea kwenye upako wako ambao we Mungu wa kweli unawachilia kwa watu wako. Baba, ninaomba rehema na neema tunapojiweka wakfu kwako. Mungu aliye hai, ukatembee we Mungu wetu kwenye neema ambayo umeikusudia kwetu. Ukatembee kwenye hiyo neema, ikatembee kwenye kila kona maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya kusikia taarifa njema tu wiki hii. Bwana, tukasikie taarifa njema za furaha zitakazotupa kicheko, zitakazotupa amani, zitakazotupa ushindi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni vyako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana na uwe na wakati mwema sana. Basi kabla hujashika sadaka yako, ni wakati naomba hapa, nilikuwa naona kuna mtu anarejeshewa kumbukumbu. Kuna mtu mmoja ananisikia wakati huu ana changamoto ya kumbukumbu, anasahau sana. Wakati naomba hapa, Bwana ananiambia amekuhudumia. Utaanza kuona kumbukumbu inarejea. Utaanza kuona kumbukumbu inarejea. Ni sehemu ya mafuta ya utulivu ambao Bwana ameachilia ndani ya wiki hii. Matuo ambao Bwana ameachilia wiki hii. Nataka utakaposhuhudia neno hili la kinabii juu ya wiki hii, utakapoanza kuona utulivu ndani yako, endelea kumwambia Bwana, utulivu huu usiishie wiki hii, uwe ni wa milele. Watoto wangu nao wawe kwenye utulivu, kwa maana hakuna mtu asiyependa utulivu. Kila mtu ana uhitaji wa kutulia, pate amani na furaha katika nchi ya walio hai. Basi utashika sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, halafu utaiachilia hiyo sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano. Unaweza kaachilia sadaka yako kwenye namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.